Kwenye kilimo cha parachichi, kuna uamuzi mmoja tu ambao ukikosea unaweza kupoteza miaka yako 5 na mamilioni ya pesa. Sasa, katika uchambuzi huu, tutaenda kuchambua uamuzi huu muhimu zaidi ambao kila mkulima anapaswa kufanya kabla hata ya kushika jembe. Hebu tuanze na kisa hiki cha kweli kabisa. Mfikirie huyu mkulima. Anatia matumaini yake yote, anatumia kila alicho nacho kwa lengo moja tu, kupeleka parachichi zake soko la Ulaya. Lakini baada ya safari yote hiyo ndefu, anakuta mlango umefungwa. Hii ndio gharama ya kwanza, na pengine ndio inauma kuliko zote. Miaka 5. Sio siku 5, sio miezi 5, ni miaka 5 kamili ya jasho, matumaini na kusubiri kitu ambacho hakina soko alilolilenga. Alafu sasa tuongelee pesa. Hapa hatuzungumzii 10,000, tunazungumzia mamilioni ya shilingi yametumika kwenye miche, mbolea, vibarua. Uwekezaji wote umepotea, umeyeyuka hewani. Na hili sasa ndilo pigo la mwisho. Lile lengo lake kuu, ile faida kutoka soko la export, matokeo yake ni sifuri. Nanje, hakuna kilichoingia. Juhudi zote zimeenda bure. Sasa, swali la msingi ni, alikosea wapi? Jibu ni rahisi na linauma kweli. Alifanya kosa moja tu la msingi. Alichagua aina isiyofaa ya parachichi kwa ajili ya lengo lake. Na hili ndilo somo letu kuu leo. Okay, basi, hebu tuzame ndani sasa. Ili kuelewa kosa hili, inabidi tulinganishe hawa wababe wawili kwenye ulimwengu wa parachichi. Hass, ambaye ndiye malkia wa export, na parachichi zetu za kienyeji, yani loko. Tofauti zao ni za mbinguni na ardhi. Hapa sasa unaweza kuona tofauti kwa macho yako. Hii hapa kushoto ni Hass, inaonekana ndogo, ngozi yake ina makunyanzi, lakini ndiyo inapendwa na dunia nzima. Halafu huku kulia ni parachichi letu la kienyeji, kubwa, laini, linapendwa sana hapa nyumbani, lakini haliwezi kuvuka boda. Na hapa sasa ndipo sayansi inapoingia. Unajua, soko la export halinunui tu umbo, linanunua ubora. Na ubora wa parachichi unapimwa kwa kiwango cha mafuta. Angalia hapo, Hass ina 18% hadi 22%. Loko ina 6% hadi 12% tu. Yaani, hii peke yake inatosha kumaliza mjadala. Alafu, hapa sasa ndio msumari wa mwisho. Hebu angalia kwenye jedwali hili. Soko la export kwa parachichi la kienyeji? Jibu ni hapana. Kubwa tena la wazi kabisa. Hakuna soko. Kwa hiyo, kama unalenga kuuza nje, kuchagua parachichi la kienyeji ni kujimaliza mwenyewe. Na tofauti inaonekana waziwazi kwenye pesa. Soko la nje, kilo moja ya Hass inafika hadi $2. Na cha kushangaza, hata hapa nyumbani, Hass moja inauzwa mpaka shilingi 3,000, wakati lile la kienyeji linaishia kwenye 800 tu. Kwa hiyo, hata kwa soko la ndani, Hass bado ni mshindi. Sawa. Inaonekana jibu ni rahisi sasa. Panda Hass, tatizo limekwisha, si ndio? Pole pole. Kabla hujakimbilia kununua miche, kuna sharti moja la mwisho. Sharti muhimu sana ambalo usipolizingatia, hata hiyo Hass haitakupa faida unayoitaka. Basi, uamuzi uko wazi. Kama lengo ni export, ni Hass. Mwisho wa habari. Na kama upo kwenye maeneo kama Mbeya, Njombe, Iringa au Kilimanjaro, wewe upo kwenye golden zone, yani maeneo bora kabisa kwa Hass. Na kama tulivyoona, hata kwa soko la ndani, Hass bado inalipa zaidi. Lakini, na hili ni lakini kubwa, hapa ndipo wakulima wengine wengi wanapoangukia tena. Sio tu ishu ya kuchagua jina Hass, bali ni kuhakikisha hiyo Hass inapandwa mahali sahihi kabisa. Na hilo sharti ni hili hapa. Altitude, yaani urefu kutoka usawa wa bahari. Hass inapenda baridi ya milimani. Inataka kuwa kati ya mita 1,200 hadi 2,200. Ukipanda Hass yako chini ya mita 600 ni hatari kubwa. Unapoteza muda na pesa zako. Hili halina mjadala. Sawa? Baada ya kuelewa haya yote,
Changamoto inabaki, utajuaje sasa kutumia hizi taarifa shambani kwako? Unahitaji kitu cha kukushika mkono, kuhakikisha uwekezaji wako hauishii kama ule wa yule mkulima wa kwanza. Kwa hiyo, najua swali unalojiuliza sasa hivi ni, nitajuaje altitude ya shamba langu na vipi kuhusu udongo wangu? Je, unafaa? Unajua, hapa sasa ndipo huwezi kubahatisha. Ni marufuku kucheza kamari na uwekezaji wako. Na hapa ndipo mwongozo huu unakuja kukusaidia. Kitabu cha kilimo cha parachichi Tanzania. Hiki ni zaidi ya kitabu. Ni kama ramani yako, kinachojibu maswali yako yote na kukuongoza hatua kwa hatua. Na hakijaandikwa na mtu tu wa mtaani. Mwandishi ni mtaalamu haswa, Daudi Mwakalinga. Ana shahada yake kutoka SUA, ni Mandela Washington Fellow, yani huyu mtu anaijua hii ishu ndani nje. Sasa sikiliza hii. Kawaida, maarifa ya kitaalamu kama haya yana thamani kubwa, TZS milioni 5. Lakini kwa sasa hivi kuna ofa maalum, ofa ya ajabu kabisa. Unaweza kukipata kwa TZS 45,000 tu. Ndiyo, umesikia sawa. Hilo ni punguzo la zaidi ya 90%. Lakini ofa hii ni kwa ajili ya watu 99 tu wa kwanza watakaochukua hatua. Na ili kuondoa wasiwasi wowote, kuna guarantee kamili. Ukisoma kitabu hiki na usijifunze kitu kipya kitakachokusaidia, pesa yako yote itarudishwa. Bila maswali, bila ubishi. Ni kuonyesha jinsi gani tunaamini kwenye thamani ya kitabu hiki. Sasa, kukipata ni rahisi mno. Lipa tu TZS 45,000 kwa M-Pesa kwenda namba 0763071007. Jina litatokea Daudi Mwakalinga. Baada ya hapo, tuma uthibitisho wa malipo kwenye namba hiyo hiyo na utapokea kitabu chako kwa WhatsApp au email ndani ya dakika chache tu. Kumbuka, nafasi ni 99 tu. Kwa hiyo, uamuzi ni wako. Usibahatishe na miaka 5 ya maisha yako na mamilioni ya pesa. Wekeza kwenye elimu sahihi leo ili uepuke hasara kubwa kesho. Fanya uamuzi wenye tija sasa hivi.